Bima Pub, urahisi wa maisha. Msaada huu wa kisheria ambao tumeueleza kwa urefu sana una makusudi ya kutekeleza katiba, una makusudi ya kutekeleza sheria, una makusudi ya kutekeleza ilani, lakini muhimu zaidi ni kutekeleza maono na maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Aliniita mimi waziri mwenye dhamana ya katiba na sheria Januari 2023 na akanieleza anatamani kuona kila Mtanzania popote alipo anapata vitu viwili: moja, elimu ya kisheria, lakini na pili, msaada wa kisheria ili kutatua changamoto ambazo zinawakabili. Hivyo tumekuja Kagera kuhakikisha kwamba hayo mawili sio tu yanatekelezwa, lakini yanatekelezwa vizuri na wananchi wa Kagera walizike, wamwambie Mheshimiwa Rais, kweli tumewaona wanasheria wako, tumewaona mawakili wako na wametutendea haki. Na katika kutenda haki, ndugu zangu, tumejipanga katika siku hizi 10 katika mkoa wa Kagera tutakwenda katika halmashauri zote 8. Hapa leo ni ufunguzi tu. Hatuna sababu ya kuwatoa watu kokote kuwaleta hapa Bukoba mjini. Sasa hivi Mheshimiwa Rais amebadilisha mtazamo. Siku zote tunafunga safari kuwafuata wanasheria, kuwafuata mawakili. Mheshimiwa Rais amebadilisha. Sasa hivi mwanasheria na wakili anakufuata wewe popote ulipo. Tunakwenda katika halmashauri 8. Na katika kila halmashauri tutakwenda katika kata 10, na katika kila kata tutagusa vijiji 3. Ili wananchi katika vijiji vingine katika kata hiyo wasogee katika vijiji vya jirani waweze kupata msaada huu. Wataalamu watakuwa kule. Baada ya uzinduzi huu kutakuwa na siku 9 za jasho na damu za kupambana kuhakikisha kila Watanzania wanapata elimu na msaada wa kisheria. Tunakwenda kwenye vijiji, tunakwenda kwenye mitaa kuhakikisha tunafanya hivyo. Na hapa si mara ya kwanza. Kama ilivyosemwa, tumekwenda katika mikoa 24. Kagera ni mkoa wa 25. Mwanzoni tulikusudia kufanya Kagera mkoa wa mwanzo, lakini tukashauriwa kwamba kule Kagera kuna maprofesa wengi, kuna madaktari wengi, kuna wanasheria wa mtaani wengi, na kila mtu ni msomi. Kwa hiyo kule, hebu nendeni mkiwa mmeshapita kwenye mikoa mingi na kupata uzoefu wa kutosha. Sasa tuna uzoefu wa kukabiliana na maprofesa wa Kagera. Tuna uzoefu wa kukabiliana na madaktari wa Kagera. Sasa unaambia ukienda kule Kanyigo, nusu ya kijiji ni maprofesa. Sasa sisi tutakwenda Kanyigo, tumejipanga kweli kweli. Uzoefu katika mikoa 24 hii inatupa nguvu ya kwenda na kutoa haki katika mkoa huu. Na mikoa iliyosalia ambayo ni mikoa ya upande wa Zanzibar na Dar es Salaam itakamilika ndani ya mwezi Mei mwaka huu. Hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na katika eneo hili naomba niwahakikishie kwamba kazi kubwa ambayo amefanya Mheshimiwa Dr. Samia, ameendelea kuboresha mifumo yote ya utoaji wa haki na sheria. Mimi ni shuhuda kupitia kamati yetu. Tunasimamia zaidi ya taasisi 5 ambazo zinasimamiwa na waziri huyu wa katiba na sheria. Tukianza na muhimili wa mahakama, ambapo mmeshuhudia juzi Mheshimiwa Rais akifungua jengo kubwa ambalo ni la kwanza barani Afrika, lakini yote anatengeneza mazingira ili sasa wananchi wake waweze kupata haki ya kisheria na kusikilizwa vizuri. Lakini tunaona katika ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, waheshimiwa wajumbe, nyinyi ni mashahidi, ofisi igawanywa katika taasisi 2, lakini Mheshimiwa Dr. Samia ameongeza kuigawa tena, akaweka ofisi ya mwandishi mkuu wa sheria, ili sheria hizi ambazo zinakuja kutekelezwa kwetu ziweze kutafsiriwa vizuri. Lakini ukiangalia, mimi nikiangalia kwenye kamati, kwa sababu sisi ndo tusimamia bajeti, unaona ofisi zake zote
tukiangalia tume ya kurekebisha sheria, tume ya haki za binadamu na utawala bora, lakini ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya wakili mkuu wa serikali na ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, zote rais ameendelea kuziongezea bajeti. Huo wote ni mfumo wa kisheria. Lakini Mheshimiwa Rais hajaishia hapo, akaja na jambo kubwa hili ambalo limetuleta hapa Kagera, msaada wa kisheria wa Mama Samia. Makofi mengi kwake. Ni upendo mkubwa kwa rais wetu kuhakikisha kwamba wananchi wake wanapata haki ile ambayo inastahili. Kama mama yetu, tuendelee kumpongeza, tuendelee kumwombea, tuendelee kumuona ni mbeba maono wa taifa letu. Na katika upande wa sheria, kwa kweli Mheshimiwa Rais ameupiga mwingi, na tuendelee kumwombea, na inshallah pale anapokuja na hitaji lake mwaka huu mwezi Oktoba, basi naomba wote tuweke tiki kwa ajili ya mama yetu Mama Samia ili aweze kuendeleza kazi. Habari hii inatokea jijini Arusha, inahusiana na hoteli ya kimataifa ya Parrot Hotel. Hoteli hii ina hadhi ya nyota 4 ya ukweli iliyopo Kaloleni jijini Arusha. Jengo lake ni la ghorofa lenye floor 13, vyumba 116 vya kulala vyenye hadhi tofauti tofauti. Hapa kuna executive suite, junior suite, executive, standard bedroom, double deluxe na twin bedroom. Parrot Hotel ndani yake ina migahawa miwili. Mmoja ni maalum kwa ajili ya kupata kahawa za aina zote. Sehemu ya pili ni ya kupata chakula pekee. Hapa kuna bar maalum yenye swimming pool iliyopo floor ya 3. Kuna kumbi za mikutano kubwa 2 na kumbi ndogo kwa ajili ya vikao. Katika Afrika Mashariki, Parrot Hotel kwa sasa ni hoteli ya mfano kutokana na ubora wa huduma zake.